Usiache gari usiku barabarani. Nilichoona kilinibadilisha. Miaka michache iliyopita nilikuwa nafanya kazi ya kusafirisha mizigo ya haraka. Ile kazi ya kuendesha usiku kucha, kusafirisha vitu vya muhimu sana. Siku moja nilikuwa natoka upande wa Dodoma kuelekea Shinyanga, usiku wa manane kabisa, saa kama 2 usiku. Nilikuwa nimeweba kifaa muhimu sana cha trekta. Mkulima mmoja alikuwa anakihitaji haraka sana asubuhi inayofuata. Ilikuwa ni safari ya lazima, hakukuwa na kupumzika. Barabara ilikuwa ndefu, nyoofu sana na tambarare kiasi kwamba unaweza kuona mbali sana hata usiku. Lakini pia ni moja ya barabara zinazotisha ukiwa peke yako. Hakuna taa, hakuna magari. Ni giza, upepo na wewe peke yako. Baada ya muda mrefu kuendesha, nikaanza kuhisi ile hali ya ajabu, kama akili inaanza kupotea kidogo, highway hypnosis. Macho yako yanaona, lakini ubongo hauchambui vizuri. Lakini sikuogopa sana, kwa sababu nilishazoea hali hiyo mara nyingi. Nilikuwa naendesha taratibu nikitazama mbele. Ghafla, nikaona kitu barabarani. Kilikuwa mbali kidogo, labda kama nusu kilomita mbele yangu. Kitu kirefu, kimeenea katikati ya barabara yangu. Mwanzoni nikadhani ni kipande cha tairi au mzigo ulioanguka. Nikaanza kupunguza mwendo kidogo, nikijiandaa kupita upande wa pili wa barabara. Lakini kadri nilivyokaribia, moyo wangu ulianza kubadilika. Kile hakikuwa kitu, walikuwa watu. Watu wawili, wamelala chini, kichwa cha mmoja kiko karibu na miguu ya mwingine. Wameziba barabara nzima. Mwili wangu ulisisimka. Bila kupoteza muda, nikakata gari upande wa pili haraka, nikapita pembeni yao bila kuwagusa. Nikasimamisha gari kidogo mbele yao. Nikatazama kwenye kioo cha nyuma, hawakusogea hata kidogo. Hakuna mtu anayelala katikati ya barabara usiku, bila kusogea, bila kujilinda. Kitu hakikuwa sawa. Nilikuwa karibu kurudi nyuma kuangalia kama wako hai, lakini ghafla nikakumbuka maneno ya mzee mmoja niliyewahi kufanya naye kazi. Aliniambia, usiku ukiona watu wamelala barabarani, usisimame. Huo ni mtego. Wengine wanakuwa wamejificha pembeni wakisubiri ushuke. Na ukishuka tu ndio mwisho wako. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda kasi sana. Nikatazama pembeni ya barabara. Ghafla, giza la vichaka lilikuwa zito. Lakini nilihisi kama kuna kitu kinanisogelea. Watu au vitu vinanisubiri ndani ya giza. Haraka nikabadilisha gia, nikajiandaa kuondoka. Na hapo ndipo kilitokea kitu kilichonifanya nitetemeke zaidi. Ghafla, wale watu wawili waliinuka. Polepole, kama hawakuwa wamelala kweli, kama walikuwa wakisubiri tu. Wakasimama katikati ya barabara, wakaniangalia moja kwa moja, bila kusema kitu. Kisha, wakaanza kutembea kuelekea pembeni ya barabara, kuelekea kwenye vichaka, pale ambapo sikuweza kuona vizuri. Nilihisi kama kuna wengine, wengi zaidi, waliokuwa wakiwasubiri ndani ya giza. Sikubaki hata sekunde moja. Nikakanyaga mafuta, nikaondoka kwa kasi kubwa sana. Moyo ulikuwa unapiga kama ngoma, mikono inatetemeka. Nikachukua simu, nikapiga polisi, nikawaeleza kila kitu. Lakini ukweli ni huu. Tulikuwa mbali sana na mji wowote. Hata network ilikuwa ya kusuasua. Mpaka leo, sijui kilitokea nini pale. Sijui wale watu walikuwa kina nani. Sijui walifanya nini baada ya mimi kuondoka. Lakini kuna kitu kimoja ninajua. Kama ningesimama, singekuwa nasimulia hii story leo. Na cha kutisha zaidi ni kwamba wakati naondoka, nilitazama kwenye side mirror kwa sekunde moja tu. Ghafla, nikaona kiuli kingine kitoka kwenye vichaka. Hakikuwa mmoja, hawakuwa wawili, walikuwa wengi. Nilikanyaga mafuta kwa nguvu. Gari likaanza kukimbia barabara ile ndefu ya usiku. Upepo ukipiga vioo, moyo wangu ukidunda bila mpangilio. Sikuthubutu kuangalia nyuma kwa muda. Lakini baada ya sekunde chache
Nikajikuta nikiangalia kwenye kioo cha pembeni. Hawakuwepo. Barabara ilikuwa tupu tena, kama hakuna kitu kilichowahi kutokea. Nilijaribu kujituliza. Labda nimeokoka, labda walikuwa watu wa kawaida tu, lakini ndani kabisa ya moyo wangu nilijua kuna kitu hakikuwa kawaida. Baada ya kuendesha kwa dakika kadhaa, nikaanza kuhisi kitu cha ajabu ndani ya gari. Kwanza ilikuwa ni harufu ya udongo wa mvua na kitu kama damu iliyokauka. Nikakunja pua. Harufu hii inatoka wapi? Nikapunguza vioo, lakini haikuondoka. Badala yake ilizidi kuwa nzito. Kisha nikasikia kitu, sauti ya kitu kikisogea nyuma ya gari. Mwili wangu ulisimama ganzi. Polepole sana nikatazama kwenye kioo cha nyuma. Mwanzoni sikuona kitu, lakini nilipoangalia vizuri, kuna kivuli kilikuwa kimekaa kwenye siti ya nyuma. Nilishikwa na baridi kali. Mikono yangu ikaanza kutetemeka kwenye usukani. Impossible. Nilifunga milango. Kivuli kile hakikusogea, lakini nilihisi kama kinanitazama. Polepole sana nikaamua kugeuka kidogo kuangalia moja kwa moja nyuma. Hakukuwa na mtu, lakini kabla sijarudi kuangalia mbele, nilisikia pumzi ya mtu karibu kabisa na sikio langu. Nilipiga kelele, nikakanyaga mafuta zaidi. Gari likaanza kuyumba kidogo kwa kasi. Kisha simu ikalia. Kwa hofu nikaiangalia, namba isiyojulikana. Sikutaka kupokea, lakini simu iliendelea kuita na kuita na kuita. Mwisho nikapokea. Halo? Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha sauti ya chini sana. Uliwaacha? Nilihisi moyo wangu unazama. Nani? Wale waliokuwa barabarani? Nilimeza mate kwa shida. Wewe ni nani? Kisha sauti ile ikabadilika, ikawa nzito na ya kutisha zaidi. Haupaswi kuondoka. Ghafla taa za gari zikazimika tena. Usiku ule ukawa giza kabisa. Nilipiga breki kwa nguvu. Gari likasimama katikati ya barabara. Ukimya mzito ukatawala. Hakuna upepo, hakuna sauti. Ni pumzi yangu tu. Polepole nikageuza macho yangu, nikaangalia mbele ya gari. Walikuwa pale tena. Wale watu wawili wamesimama katikati ya barabara. Lakini safari hii hawakuwa wawili tu. Kulikuwa na wengine wengi nyuma yao. Wanatokea kwenye giza, wakisogea polepole kuelekea gari langu. Nilihisi kama damu imeganda. Nilijaribu kuwasha gari, halikuwaka. Nilijaribu kufungua mlango, umejifunga. Kisha nikasikia sauti kutoka nyuma yangu. Tulikuwa tunakusubiri. Sikuthubutu kugeuka, lakini kivuli kwenye kioo kilikuwa wazi sasa. Hakikuwa kimoja. Walikuwa wawili wamekaa nyuma yangu. Nilifumba macho. Nikiwa nimeshikwa na hofu kali kuliko yote niliyowahi kuhisi, nikaanza kuomba kimya kimya. Dakika kadhaa zikapita, au labda sekunde, sikuweza kujua. Ghafla, taa zikarudi tena. Gari likawaka lenyewe. Barabara ilikuwa tupu. Hakuna mtu, hakuna kivuli, hakuna kitu. Nikaa kimya kwa muda, nikitetemeka. Kisha nikachukua ujasiri wote niliokuwa nao, nikaondoka kwa kasi. Nilifika salama asubuhi. Lakini stori haikuishia hapo, kwa sababu siku iliyofuata nilipata simu kutoka kwa rafiki yangu polisi. Aliniambia, kuna taarifa tulipokea jana usiku. Kuna watu waliuawa barabarani miaka kadhaa iliyopita kwenye eneo lile lile. Tangu hapo kumekuwa na matukio ya ajabu usiku. Nikaa kimya, nikameza mate. Kisha nikamuuliza, watu wangapi walikuwa? Akajibu kwa sauti ya chini, 2 waliuawa katikati ya barabara na wengine hawakuwahi kupatikana. Nilizima simu, nikaa kimya, kwa sababu sasa nilielewa kitu kimoja. Siku hiyo sikukutana na watu wa kawaida. Nilikutana na kitu kilichokuwa kinatafuta mtu wa kubaki nacho. Na mpaka leo, kila ninapoendesha usiku,
Nahisi kama kuna mtu bado amekaa kwenye siti ya nyuma akinifuata kimya kimya.